Jina langu naitwa Asteria Gerald Matias, ni mkuu wa idara ya sheria CHODAU. Tuko hapa kwa siku mbili tukitoa mafunzo kwa wabunge 30 kuhusiana na mkataba namba 189 wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa nyumbani. Na lengo la kutoa mafunzo hayo ni kuendelea kuifanya jamii iweze kutambua mkataba huu, lakini pia kuweza kujua umuhimu wa wafanyakazi wa nyumbani nchini Tanzania. Kwa hiyo tumeona kundi la wabunge ni kundi muhimu sana ambalo linapaswa kujua ni nini kinahitajika kwetu sisi, lakini pia kujua ni nini kipo katika mkataba na 189. Tunaamini kabisa kwamba serikali yetu ni sikivu, na chini ya jinsi wetu tunajua kabisa kwamba takwa letu la kuridhiwa mkataba na 189 basi linaenda kufikia tamati. Hivyo tunaomba wale watekelezaji wakuu waweze kutusaidia katika process ya kuratify Convention 189 ambayo itakuwa ndio mkombozi wa mfanyakazi wa nyumbani hapa nchini Tanzania. Kwanza kabisa tutambue kwamba wafanyakazi wa nyumbani ni kundi kubwa sana, na kundi hili limesahaulika kwa kiwango kikubwa sana, na tunaamini kwamba iwapo serikali itaridhia mkataba na 189 basi zile haki za msingi za wafanyakazi wa nyumbani zitaweza kusimamiwa na hao wafanyakazi wataweza kupata haki zao na kutambulika kama wafanyakazi wengine wanavyotambulika. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kumtambua mfanyakazi wa nyumbani, japokuwa tuna sheria tunazijua zinawatambua, lakini tutawatambua kwa unyeti wao kwa kupitia mkataba na 189. Safi. Kwamba wabunge mtusaidie kuhamasisha wabunge wengine, lakini kuieleza serikali, lakini na jamii zetu kule kwenye majimbo yetu kwamba ni kwa jinsi gani wafanyakazi wa majumbani wana umuhimu na jinsi gani ambavyo tunaitakiwa sasa kuanza kuhama kwenye kuwachukulia kawaida na kuanza kuwaona kwamba ni watu ambao wanahitaji kuwa na mikataba ya ajira, lakini tuhamasishe viwango vya chini vya mishahara kama vilivyoelekezwa na serikali. Wakati huo tukiendelea kuiomba serikali iridhie mkataba namba 189 unaotetea na kulinda maslahi ya wafanyakazi wa majumbani. Ni kwa bahati nzuri au mbaya mpaka sasa hatujaridhia mkataba. Inawezekana kwenye uelewa, lakini inawezekana mifumo ya kisiasa pia. Miaka ile 5 iliyopita ya marehemu John Pombe Magufuli alipokuwa rais wa Jamhuri, kulikuwa kuna tumbua za kila wakati. Kwa wakati wakiwa wanaanza kuelewa kuhusu mkataba, unakuta ule waziri pia amehamishwa kwenda wizara nyingine, katibu mkuu amekwenda sehemu nyingine. Miaka 5 ya uchaguzi inapoisha, bunge linakuja na watu wapi? Kwa hiyo tunatakiwa kutoa elimu. Tukajijadili, tukajisahili kama vyama, tukasema tuje mapema, tuwe na nyinyi mwaka wa kwanza wa bunge, tuone mpaka mwisho wa bunge hili hatutoridhia. Tukianza safari pamoja bila kuanza tukiwa katikati. Lakini tumepiga hatua kubwa. Mei Mosi kama ya miaka 3 nyuma, Mheshimiwa Rais alizungumza kuhusiana na mkataba namba 189.